Asante sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya mimi kuweza kuchangia hotuba hii ya wizara mama, wizara tegemezi ambayo tunaitegemea katika visiwa vyetu hivi vya Unguja. Lakini awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kiupekee kabisa nichukue nafasi hii kumpongeza rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kazi kubwa aliyofanya hususan katika sekta hii ya afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakuwa mkosefu wa fadhila nikishindwa kumshukuru bosi wangu ambaye aliwahi kunipa miongozo, alinipa busara zake na maelekezo yake ambayo leo hii ndio alonifanya mimi niwepo ndani ya baraza hili, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, makamu wa pili wa rais, kipindi hicho nikiwa katika ofisi yake nikitumikia ofisi ya makamu wa pili wa rais. Nimpongeze kwa kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kuratibu shughuli za serikali. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi kwenye majukumu hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na muda naomba nijielekeze moja kwa moja katika bajeti ambayo imesomwa jana na waziri nguli, waziri ambaye hatuna shaka na utendaji wake, na kiukweli nimpongeze sana kwa bajeti nzuri na kazi nzuri ambayo wameifanya. Mheshimiwa, tumeona katika bajeti ile kuna mambo mengi ambayo yametekelezeka, ni jambo la kujivunia sisi kama Wazanzibari, na hususan katika kukamilisha ujenzi wa madaktari, niwapongeze katika hilo. Lakini tumeona Mheshimiwa, katika swala ambalo mmelipa kipaumbele na kulitekeleza juu ya swala zima la kuweka au kukamilisha vifaa ambavyo vitakuwa vinatumika katika matibabu ya afya akili pamoja na majengo. Kwa upande wa Pemba ilikuwa ni Pandani na kwa upande wa Unguja ni Kidimni. Hongereni sana katika hilo. Lakini pia tukiangalia, mumefanya kazi kubwa sana katika kuongeza na kuhakikisha munaongeza ambalesi ambazo zina umuhimu wake mkubwa sana katika hospitali zetu hizi, kutoka ambalesi 26 mpaka kufikia ambalesi 46. Niwapongeze sana. Mheshimiwa Waziri, kwa umuhimu wa hili naomba nichukue nafasi hii na mimi nikuombe sasa kupitia kituo changu cha afya kilichokuwepo Chukwani, na ninajua hili kwako linawezekana, basi na mimi nikuombe Mheshimiwa, angalau na mimi unipatie ambalesi moja ili iweze kuwasaidia wananchi wangu wa Chukwani. Lakini Mheshimiwa Waziri, tumeona mumejitahidi katika kutoa nafasi na kuwasomesha madaktari ili kuweza kuongeza ujuzi, na hili niwapongeze katika hili ambalo mmelifanya, ingawa bado kuna changamoto kubwa hususan kwa watendaji wetu wa afya, kwa sababu wengi wao wamekosa uzalendo, na kumekuwa na kawaida hususan kwa hawa wafanyakazi au watendaji wa wizara ya afya wanapokwenda masomoni, lakini baadaye wanaporudi baada ya miezi 6 au mwaka mmoja, wengi wao wamekuwa wanachukua likizo bila malipo na kwenda kufanya shughuli nyingine, jambo ambalo si jambo la kizalendo. Kwa hiyo niwaombe sana watumie uzalendo katika kuhakikisha tunaifikisha Zanzibar yetu katika sehemu salama. Lakini pia Mheshimiwa, tumeona katika ripoti yenu mumejitahidi sana katika kupunguza vifo vya mama wajawazito kutoka 145 hadi kufikia 121. Niwapongeze katika hili. Lakini Mheshimiwa Waziri, nilikuwa naomba sasa nipate ufafanuzi katika hili swala la takwimu hizi za vifo ambazo mmetoa. Je, wizara ipo tayari kuweka wazi takwimu za vifo ambavyo vinasababishwa na uzembe wa madaktari? Tumeona takwimu mmetoa za mama wajawazito ambao mmefanikiwa kupunguza idadi hii, lakini viko vifo ambavyo vinatokea hospitalini vinasababishwa na uzembe wa madaktari au
kuchelewa kwa wagonjwa kupata matibabu. Kwa hiyo nafikiri sasa ipo haja pia tungeweza kupata takwimu hizi ili ziweze kutusaidia na kuona jinsi gani tutaweza kupunguza navyo vifo vya namna hiyo. Lakini pia Mheshimiwa Waziri, nilikuwa nataka pia kufahamu serikali inaelezaje hali ya baadhi ya hospitali kuwa na majengo mapya, lakini bado kuna changamoto ya huduma za dawa, vifaa na madaktari. Na hili niwapongeze kwa majengo mazuri ambayo tuko nayo, ni swala la kujivunia. Tuna hospitali bora na hospitali za kisasa, lakini tukiri bado tuna changamoto ambazo tunakabiliana nazo katika masuala mazima ya madawa. Unaweza ukaenda hospitali ukaandikiwa dawa, lakini unapokwenda dirishani kuchukua dawa umeandikiwa dawa 4, unaweza ukapata dawa 2. Hii changamoto ipo bado. Sasa sijui serikali mmejipanga vipi, kwa sababu tukiangalia kwenye ripoti yenu kwenye swala zima la madawa mumeweza kulikava kwa 83.7. Kwa hiyo ningependa nipate ufafanuzi juu ya hilo Mheshimiwa Waziri, ili tuone jinsi gani tutaweza kutatua changamoto hizi ambazo tumekabiliana nazo. Lakini Mheshimiwa Waziri, naomba sasa nijielekeze moja kwa moja katika randama ambayo imewasilishwa na wizara hii, nikianza na kurasa ya 0083 kiashiria cha idadi ya watu wanaofanyiwa uchunguzi wa saratani. Kinaonyesha kwa kila mwaka ni idadi ya watu 20,000. Sasa serikali haioni haja ya kuongeza idadi ya watu wanaofanyiwa vipimo vya saratani kwa kila mwaka? Kwa sababu tumeona hapa takriban miaka mitatu mmeweka idadi ya watu 20,000, lakini kila baada ya miaka mitatu population ambayo tuko nayo sio ile ambayo tutakuwa tuko nayo kwa kile kipindi cha nyuma. Kwa hiyo nafikiri sasa ipo haja ya hii namba ya watu, idadi ya 20,000 kuwa inabadilika kwa mujibu wa mwaka tunapokwenda na population jinsi itakavyokuwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, ningeomba pia niweze kupata ufafanuzi katika hilo ili tuweze kufahamu wizara ina mkakati gani juu ya swala hilo. Lakini pia tukienda katika kurasa huo huo wa 0083 kiashiria cha asilimia ya watu wazima wanaoambukizwa waliogundulika kuwa na shinikizo la damu lililopanda, kinachoonyesha kwamba shabaha kwa mwaka 2025-2026 ilikuwa ni asilimia 80, lakini kwa mwaka 2026-2027 ilikuwa ni asilimia 70, kwa mwaka 2027-28 ilikuwa ni asilimia 60, lakini pia kwa mwaka 2028 kwenda 29 ni asilimia 30. Shabaha hizi zinaonyesha kwamba kwa namna moja ama nyingine shinikizo la damu linapungua kwa kasi kubwa sana. Je, wizara ina mikakati gani kuhakikisha maradhi haya yanapungua kila mwaka kutokana na shabaha hizi zilizoorodheshwa hapa? Tunajua watu wengi sasa hivi wanasumbuliwa na maradhi haya ya shinikizo la damu, lakini je, mmetuambia kwamba yanapungua kadri ya mwaka unapokwenda. Je, mnatumia hatua gani au kuna activity gani ambazo mnazifanya kama wizara katika kupunguza hii idadi ya maradhi haya ya shinikizo la damu? Kwa hiyo ningeomba pia nalo hili Mheshimiwa kuweza kupata ufafanuzi, kuona jinsi gani mnapunguza maradhi haya. Lakini pia Mheshimiwa, tukienda katika ukurasa huo huo wa 0083 kiashiria cha kiwango cha maambukizi ya kisukari katika jamii, kinaonyesha kwamba shabaha kwa mwaka 2025-26 ilikuwa ni asilimia 70, kwa mwaka 2026-27 ilikuwa ni asilimia 60, kwa mwaka 27-28 asilimia 50, na kwa mwaka 29 ilikuwa ni asilimia 40. Kwa hiyo hapa pia Mheshimiwa, shabaha hizi zinaonyesha kwamba kwa namna moja ama nyingine maradhi haya ya kisukari yanapungua kwa kila mwaka. Sasa je, wizara ina mikakati gani kuhakikisha maradhi haya yanapungua kila mwaka kutokana na shabaha hizi? Kwa hiyo
hapa katika kipengele hichi hakina tofauti na kile mheshimiwa ambacho nimekielezea hapo mwanzo mheshimiwa. Lakini tukienda katika swala katika ukurasa wa 0085 ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, ofisi ya mfamasia mkuu wa serikali kwa mwaka wa fedha 2026/27 imeweka kiashiria cha asilimia ya upatikanaji wa dawa katika vituo vya afya ni asilimia 80. Je, hapa swali langu ni kwamba kwa nini tumeweka kiwango kidogo cha asilimia 80 ya upatikanaji wa dawa na tusiweke asilimia 100? Kwa sababu tunapoweka asilimia 80, tukienda katika utekelezaji wake sasa tunajikuta tunaangukia kwenye asilimia 60, lakini tukiweka asilimia 100 maana yake tutarudi kwenye ile targeti ya asilimia 80 ambayo tumeiweka mheshimiwa. Lakini tukienda katika kifungu katika kurasa 00814 kifungu cha programu P03 uendeshaji na uratibu wa wizara, mheshimiwa, hapa nimeweka nia kuzuia kifungu hichi na sababu zake nitakuja kuzieleza hapo mbeleni. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukienda kwa upande wa changamoto wizara, kumekuwa kuna changamoto nyingi sana ambazo watendaji wenyewe wa wizara wanazilalamikia, ikiwemo mojawapo kuhamishwa kwa wafanyakazi kiholela. Kumekuwa kuna wafanyakazi wengi wa wizara ya afya sasa hivi wanahamishwa pasipo kufuata taratibu za utumishi, kiasi cha kwamba sasa hivi hawa watendaji wenyewe wanashindwa hata kutoa maoni au kukosoa kwa kuhofia kuhamishwa. Lakini mheshimiwa, pia kuna changamoto ya stahiki za wafanyakazi, na hapa kuna wafanyakazi ambao mpaka leo bado wengine wana madeni wanaidai wizara. Nafikiri jambo ambalo sio zuri, kwa sababu linapunguza ile ari ya kufanya kazi. Lakini mheshimiwa Mwenyekiti, moja kati ya wizara ambayo ina changamoto kubwa sana ya madeni ya masupplier, wizara ya afya ina madeni mengi na madeni ya muda mrefu na mpaka sasa hayajalipwa. Hili ni tatizo kubwa sana, na ndio maana nikawa nimekizuia kifungu kile, ili waziri baadaye atapokuja aje anipe mwelekeo wa wizara ni nini ambacho wamekipanga kuhakikisha masupplier wale wanalipwa madeni yao. Lakini mheshimiwa Mwenyekiti, katika mfumo wa wafanyakazi wa kigeni na wafanyakazi hawa ambao wazaliwa, kumekuwa kuna utofauti mkubwa sana wa mishahara, ambao unaweza ukakuta mfanyakazi huyu wa kigeni na huyu mzaliwa wote wana elimu sawa, wana fani sawa, lakini mishahara ni tofauti. Tunajua huyu mgeni atastahiki kulipwa posho zake kwa sababu yeye ni mgeni, ametoka sehemu nyingine kuja kufanya kazi pale, lakini kwa nini mheshimiwa kuwe kuna utofauti wa mishahara hali ya kuwa elimu zao ni sawa, fani yao ni sawa? Kwa hiyo hapa ningeomba pia kuja kupata ufafanuzi juu ya swala hili. Lakini mheshimiwa Spika, kwa kumalizia, na naona muda wangu unakimbia, katika dhana ile ya utawala bora, mheshimiwa Mwenyekiti, katika kila idara inatakiwa ifanye majukumu yake kwa mujibu ambavyo imepangiwa. Sio bora, sio busara kwa mtu mmoja ama idara moja kuingilia majukumu ya watu mwingine. Mfano, mwanasheria kuingilia majukumu ya utumishi, lakini au mhasibu kuingilia majukumu ya manunuzi. Kutokana na swala la muda, mheshimiwa Mwenyekiti, ni kushukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Naunga mkono hoja kwa asilimia 95 mpaka pale nitapokuja kupata ufafanuzi wa kifungu ambacho nimekizuia. Asante sana.